Generation Samia kwa kushirikiana na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA watafanya kongamano la wazi la fursa za kiuchumi ambalo limebeba ujumbe wa mgao wa 30% za Samia kupitia mfumo wa NeST ambalo wamepanga kulifanya Machi 29 mwaka 2025 jijini Mwanza. Alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Mwanza, msemaji wa Generation Samia Bi Sonata Nduka amezungumzia maandalizi ya kongamano hilo, lakini pia amefafanua ujumbe wa kongamano hilo ambao ni mgao wa 30% za Samia. Mimi naitwa Sonata Nduka, ni msemaji wa Generation Samia, lakini pia ni balozi wa mfumo wa NeST. Sisi Generation Samia tumeandaa kongamano la wazi la fursa za uchumi ambalo kongamano hili linabeba ujumbe muhimu wa mgao wa 30% za Mama Samia kupitia mfumo wa NeST. Huu ujumbe tumeubeba kwa sababu. Kwa nini tunakwenda na huu ujumbe katika kongamano hili? Kwanza, mfumo wa NeST umejengwa na serikali ya awamu ya 6 iliyo chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia sio tu hilo, huu mfumo umejengwa na Watanzania, wataalamu wa ndani ambao ni Watanzania. Lakini kubwa ni kwamba kupitia sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 ambayo ilitungwa wakati huu wa serikali ya awamu ya 6, sheria hii inaitaka kila taasisi ya serikali kutenga 30% ya bajeti yake ya ununuzi kwa ajili ya makundi maalum. Makundi maalum hayo ambao ni vijana, wanawake, watu wenye ulemavu pamoja na wazee. Na tayari ninavyozungumza hii leo, kupitia mfumo huu wa NeST, makundi haya ambayo nimeyataja yameshapata mgao wa tenda zenye thamani ya takriban shilingi bilioni 15. Sasa hapa Mwanza kuna fursa nyingi sana katika sekta hii ya ununuzi wa umma. Na uzuri ni kwamba fursa hizi zipo hadi ngazi ya serikali ya mitaa. Lakini ni kwamba wananchi wengi hawafahamu kuhusiana na fursa zilizopo. Zipo fursa za ujenzi, zipo fursa za usafi, lakini pia serikali inahitaji huduma, inahitaji kununua bidhaa na kadhalika. Sisi kazi yetu kama Generation Samia, jukwaa la fursa, kazi yetu sisi ni kufungua kodi za fursa, kazi ambayo tutaifanya pasavyo hapa Mwanza mbele ya maelfu ya Watanzania tukiwa na PPRA, lakini pia tukishirikiana na wadau wengine. Kwa upande wake, meneja wa PPRA wa kanda ya Ziwa Mhandisi Juma Mkobya, yeye amezungumzia uhusiano mkubwa uliopo kati ya PPRA pamoja na Generation Samia. Kama nilivyoeleza kwenye ukaribisho wangu, nimesema tunashirikiana na Generation Samia kuweza kufikia wananchi wengi kwa haraka. Na vile vile tumeshukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa ya awamu ya 6 ambayo tumesema imewezesha kufikia Watanzania kwa ukaribu zaidi kwa kuanzisha kanda 6. Hizi kanda zikuwepo, zimeanza mwaka jana mwezi wa 3. Sasa hivi kwenye kanda ndio tuna mwaka mmoja. Juzi tarehe 20 ndio tumeazimisha mwaka mmoja. Tutimiza mwaka mmoja tangu kanda zianzishwe. Kwa hiyo ni juhudi ambayo japo ya kuweza kufikia wananchi kwa haraka. Vile vile lazima tuwe na programu mbalimbali ambazo tutafanya tuwafikie kwa haraka zaidi, kwa sababu kama kanda, ofisi kama hivyo kwenye kanda kama kanda ya Ziwa, ofisi iko Mwanza. Kanda kaskazini ambayo ina mikoa 4, Arusha, Kilimanjaro, Tanga na Manyara, ofisi iko Arusha. Kanda Dar es Salaam, kanda ya Pwani ambayo ina mikoa 3, Dar es Salaam, Pwani na Morogoro, ofisi iko Dar es Salaam. Kanda ya Mtwara hivyo hivyo, kanda ya kusini, ofisi iko Mtwara ambayo ina mikoa 3, Mtwara yenyewe, Lindi pamoja na Ruvuma. Kanda ya Nyanda za Juu kusini ambayo makao makuu yako Mbeya, ina mkoa wa Mbeya, Songwe, Rukwa, Njombe pamoja na na Iringa. Unaona? Tuna kanda ya magharibi ambayo ina mikoa yenyewe 5 ambayo makao makuu yako Tabora, ambayo ina mkoa wa Tabora, Singida, Kigoma, Rukwa, Katavi pamoja na Shinyanga. Unaona sasa kwamba ofisi bado ofisi kama kanda ya Ziwa ambayo ina mikoa 5, Kagera, Mwanza yenyewe, Geita, Simiyu na Mara. Mtu kutoka Mara kule kote kule wapi tuseme Sirari, na mwingine anatoka huko Kyerwa, mwingine anatoka Ngara. Naona
kuja mpaka kuja kupata hapa huduma. Kwa hiyo tupate programu zingine ambazo zinaweza kusaidia kufikia wananchi kwa haraka zaidi. Kwa hiyo mojawapo ya Generation Samia miongoni mwa hizo programu. Mimi Bosco Melody wa Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.